Sasa ni tarehe 9 Novemba mwaka 2025. Hii ni siku ambayo Russia waliamua kutuonyesha kitu ambacho tumekuwa tunakisubiri kwa miaka 15. Na hiki kitu ni jinsi gani jet ya Su-57 inavyobeba makombora yake humo ndani. Cheki, tumeona performance nyingi sana za hii jet, lakini hatujui kuona hii jet ikiwa inapaa huku imefungua milango yake ya makombora na kutuonyesha ni aina gani ya makombora ambayo hii jet inabeba. Hii ndio mara ya kwanza. Na ilikuwa ni siku chache kabla ile show ya Dubai Air Show ijaanza. Sasa leo tutaangalia ni aina gani ya makombora ambayo hii jet inabeba na kwa nini Russia wameamua hata kutuonyesha haya makombora sasa hivi, wakati zamani walikuwa na ficha sana, kiasi cha kuwafanya watu wengi mtandaoni kuanza kudai kwamba huenda milango ya hii jet haifanyi kazi. Mambo vipi internet? Karibu Maxtech TV show ambayo imeamua kutoa zawadi yake ya Christmas kwa kutoa video ambayo itakuwa ni nzuri sana kwa wale team Russia, sababu asilimia kubwa ya watu ambao wanaangalia video zangu ni team Russia. Sasa sijui ni kwa nini, lakini hii ndio zawadi yangu ya Christmas kwenu. Lakini kama na wewe unataka kunipa zawadi yako ya Christmas, huwa naweka namba zangu za simu kwenye video description, unaweza kuzicheki. Na wewe unaweza kanitumia zawadi na tukacelebrate wote Christmas. Sasa usiache kutupia like kwenye hii video, usiache kusubscribe, lakini pia ni muhimu sana kutupia comment ili uniambie ni kitu gani umejifunza au ni kitu gani unataka kuja kukiona tena hapa Maxtech. Labda mwaka 2026 ni idea gani za video unataka kuziona. Okay, sasa watu wanasema Russia haijawahi kupeleka hii jet ya Su-57 kwenye maonyesho yoyote yale duniani, yani kwenye air show yoyote ile duniani. Sasa najua utaniuliza, Max, vipi kuhusu ile air show ya China au hata hii air show ya Dubai ambayo imefanyika mwaka huu? Hii sio jet ya Su-57 ambayo Russia wameileta kwa ajili ya kufanya maonyesho. Hii sio jet ya Su-57. Jet ambayo Russia wamekuwa kiitumia kwenye haya maonyesho ni jet inaitwa T-50. Yani ni zile moja ya prototype za kwanza kabisa za hii jet ya Su-57. Lakini baadaye Russia waliamua kuibadilisha hii jet na kuifanyia upgrade ili iweze kufikia viwango vya hii jet ya Su-57, yani kuwa tayari kuingia vitani. Kwa hiyo inavyoonekana hii jet ambayo Russia walileta kwenye Dubai Air Show ni moja wapo ya zile jet za T-50 ambazo zimefanywa upgrade ili kufikia viwango vya jet ya Su-57, yani kuwa tayari kupigana vita. Sasa sijui baada ya maboresho hii jet itaitwa Su-57 au jina lake itaendelea kubaki T-50. Okay, mimi ningependa kuita Su-57 sababu hili ndio jina ambalo wengi tumelizoea. Sasa aliyekuwa anapaisha hii jet kama kawaida sio mwingine bali ni Sergei Bogdan. Huyu ni test pilot wa Urusi ambaye yuko famous sana. Sasa baada ya kuifanyisha hii jet manuva mbalimbali, ndipo akafungua milango ya hii jet na kuonyesha dunia nzima kwamba hii jet inabeba makombora hatari sana. Sasa kwanza hebu tuongee kwa nini watu walikuwa wanadai kwamba Russia hawapendi kufungua milango ya hii jet, yani milango ya makombora ya hii jet ikiwa inapaa. Ni kwa sababu hii jet milango yake haifanyi kazi. Okay, iko hivi, kwenye issue nzima ya ndege inayopaa, kitu cha muhimu ni aerodynamic yake, yani jinsi gani ndege inavyoweza kuinteract na hewa ambayo imeizunguka hii ndege, yani shape ya hii ndege ni jinsi gani inavyointeract na hewa ili iweze kupaa kwenda juu au kushuka chini. Kwa hiyo ndio maana uwezi ukachukua kombora lolote lile ukaliweka kwenye jet yako alafu ukaipaisha hii jet iende kufanya mission. Hapana, hiki kitu hakiwezekani. Ni lazima ile kombora ambayo umeliweka kwenye hii jet utakuwa umelifanyia testing za kutosha pamoja na simulation ili kujua shape yake inawezaje kuasili aerodynamic nzima hii jet. Sababu shape ya vitu ambavyo vinapaa ni muhimu sana. Kwa mfano ukiweka shape ya kombora imekaa vibaya, inamaanisha taasili aerodynamic nzima hii jet, na mwisho wa siku jet yako itashindwa kukaa angani na itaanguka kabisa kama hujafanya testing za kutosha na simulation za kutosha ili uweze kukalibrate jet yako ikiwa imebeba haya makombora. Mabawa yake yanatakiwa yacheze kwenye engo gani ili kucounteract ile aerodynamic ya haya makombora ambayo hii jet imebeba. Na hizi testing zinatakiwa zifanywe kwenye speed mbalimbali ili kuona jet yako itawezaje kurespond, yani kompyuta hii jet itawezaje kurespond kulingana na change mbalimbali za aerodynamic ambazo zinatokea baada ya kuongeza kitu ambacho kinaning'inia kwenye bawa la hii jet, yani jinsi haya makombora yanavyo affect aerodynamic nzima hii jet. Kwa hiyo hata hiki kitendo cha hizi ndege za generation ya 5 kutuza makombora yake ndani yake ili kuzuia rada kuweza kuziona kirahisi, zinatakiwa zifanywe testing za kutosha za aerodynamic zinazoonyesha ni jinsi gani hewa itakavyoingia humo ndani na itakavyotoka, itavyoasili aerodynamic nzima hii jet, na ni kitu gani kitakachotokea baada ya jet kufungua milango yake.
Hii ni kwa sababu kompyuta hii jet inatakiwa kuweza kuchezesha zile elevator za hii jet. Yani haya ni yale mabawa ambayo yanakaa nyuma ya hii jet, yani kwenye mkia wa hii jet, lakini pia inatakiwa kuchezesha zile levcon. Haya ni yale mabawa ambayo yanakaa mbele ya hii jet. Na kompyuta inafanya hiki kitu bila hata rubani kujua. Sasa tushaongea vitu vingi sana kuhusu aerodynamic hii jet ya Su-57, na unaweza ukacheki video yake, ni amazing sana. Sasa hivi vitu vyote ni kompyuta ambayo inatakiwa kufanya bila hata kumtaarifu rubani. Yani rubani kitu anachofanya ni kufungua tu ile weapon bay, yani ile milango ambayo inatunza haya makombora, na moja kwa moja kompyuta inaweza ikafanya hivi vitu ili kuweza kucounteract ile aerodynamic change ambayo inaweza ikatokea baada ya jet kufungua milango yake. Kwa hiyo ni amazing sana. Na utaona kabisa kwenye hii video, baada ya jet kufungua milango yake, utaona levcon zimebadilisha position yake ili kuweza kucontrol vortex inayopita kwenda kwenye mabawa ya nyuma. Kwa hiyo ni amazing sana. Unaweza kuona hiki kitu kinafanyika in real time. Kwa hiyo ndio maana watu wakawa wanasema kwamba huenda Russia bado hawajajua namna gani wanaweza wakafungua ya mabawa na kuifanya kompyuta hii jet iweze kufanya haya yote ambayo nimekuambia inatakiwa kufanya ili kuweza kucounteract aerodynamic change inayotokea. Lakini kitu ambacho wanasahau ni kwamba Russia wamekuwa wakioperate bomba zao kama Tu-95 ambazo zenyewe zinatunza mabomu yake humo ndani, na muda wa kuachia haya mabomu ukifika, hii jet inafunguka na kuachia haya mabomu. Kwa hiyo hii singekuwa issue kubwa ambayo Russia wanatakiwa kusolve, lakini watu wanasema ni ngumu sana kuisolve kwenye upande wa jet. Kwenye zile ndege kubwa ni rahisi kusolve hili tatizo, lakini kwenye issue zima ya jet, hiki ni kitu kigumu kidogo. Naona na mvua na yenyewe imeamua kuniharibia video yangu, imeamua kuonyesha muda ambao nataka kurekodi hii video, na yenyewe imeamua kuonyesha. Kwa hiyo huu ni muda mzuri. Okay, sasa nilikuwa nasema kwamba kitu ambacho watu wamekuwa wakisema sana mtandaoni ni kwamba Russia hii ndio jet yao ya kwanza kuwa na uwezo yani kutunza makombora ndani ya hii jet. Kwa hiyo obvious watu walikuwa wategemea itakuwa ni ngumu sana kwa Russia kuweza kulisolve hili tatizo. Lakini tukumbuke Russia waliwahi kusema kwamba hii jet imewahi kufanya mission mbalimbali Syria, lakini pia Ukraine inafanya mashambulizi. Sasa kama haiwezi kabeba makombora yake ndani, ilikuwa inawezaje kufanya mashambulizi? Watu wanasema kwamba ilikuwa inaweza ikafanya mashambulizi sababu hii jet ilikuwa inabeba makombora kwa nje, yani makombora yake ambayo ilikuwa inabeba kwenda nao vitani ilikuwa inabeba makombora kwa nje, na yani makombora masafa marefu sana. Na hii ndio sababu kwa nini hata hii jet haiwezi kasogea kwenye front line ya Ukraine. Na ndio maana kila mtu hata ukimuuliza anasema kwamba hajawahi kuiona hii jet ya Su-57 ikipigana vita Ukraine, sababu inafanya mashambulizi yake ikiwa mbali sana. Haiwezi kasogea karibu sababu inabeba makombora yake kwa nje. Kwa hiyo hiki kitu kinaifanya hii jet uwezo wake wa stealth upungue sana. Kwa hiyo Russia wanaogopa hii jet ikisogea kwenye front line ya Ukraine inaweza ikalengwa na makombora ya ulinzi wa anga. Sasa sijui kama hizi statement zina ukweli wowote ule, lakini hiki ni kitu ambacho watu wamekuwa kidebate sana online, na mimi nimeamua kuwaambia tu. Okay, sasa hebu tuongee kuhusu nini tunakiona humo ndani. Sasa tunajua hapo katikati ya hii jet ya Su-57 kunatakiwa kuwa kuna milango miwili ya makombora. Kuna ule mlango wa juu na mlango wa chini, lakini kwenye hii video inaonyesha ni mlango mmoja tu wa juu ndio umefunguka, ule wa chini haukufunguliwa kabisa. Kwa hiyo kuna hii picha au hii graphic ambayo inaonyesha ni jinsi gani ya makombora yamekaa humo ndani. Kwenye mlango wa juu yamekaa mawili, lakini kwenye mlango wa chini na penyewe yanatakiwa yakae mawili, lakini kwa bahati mbaya huu mlango wa chini ukufunguliwa kabisa. Ni mlango mmoja tu wa juu ndio ulifunguliwa. Sasa humu ndani tunaona makombora mapya kabisa ya Urusi. Haya ni Kh-58 USHK, ni anti-radiation missile, yani ni makombora ambayo yanahakikisha kitendo cha wewe kuwasha rada yako ya ulinzi wa anga basi umekwisha. Sababu haya makombora yana ule uwezo wa kufuata yale mawimbi ya radio yanayotoka kwenye rada za ulinzi wa anga. Kwa hiyo inaweza ikafuata haya mawimbi na ikajua hii rada iko wapi na kuweza kulipuka nayo. Sasa haya makombora yanatumia engine ya rocket kupaa hadi kwenye target yake, na kwa kuwa hii ni engine ya rocket inamaanisha kwamba hili kombora linaweza likapaa hadi kwenye target yake kwa spidi kubwa sana. Hapa tunaongea kwa spidi hadi ya Mach 3, mara 3 zaidi ya spidi ya sauti. Kwa hiyo sio mchezo. Sasa mimi naona sababu kuu ya Russia kutuonyesha kwamba hii jet inaweza kubeba haya makombora mapya ni kutuma message kwa nchi zote ambazo zinataka kuwa na uwezo wa kushambulia rada za adui yao, huku hizi nchi hazina uwezo wa kununua F-35. Kwa hiyo Russia wanaamini jet ya Su-57 ndio itakuwa jet bora zaidi kwa hizi nchi kununua. Just imagine nchi kama Iran, najua kwa muda mrefu kweli imekuwa ikitamani kushambulia hizi rada za Israeli, rada za mifumo kama R3 au hata mfumo wa Iron Dome. Sababu wakiweza kuharibu hizi rada inamaanisha kwamba makombora yao ya ballistic
yataweza kulenga target za muhimu sana bila kuwa na upinzani mkubwa, yani bila kutunguliwa na makombora ya ulinzi wa anga. Lakini pia kwa nchi kama India, wao wanasumbuliwa na rada za Pakistan, kwa hiyo najua nazitamani sana kuziharibu hizi rada. Sasa sijui nchi kama Algeria, ambao hii ndio nchi ya kwanza kabisa kununua hii jet, huyu ndio mteja wa kwanza, sijui wao wana madui gani, lakini kama tunavyojua hii jet ya Su-57 ni multi-role, yani inaweza ikafanya kazi yoyote ile ambayo inapewa. Kwa mfano kushambulia target za ardhini ambazo hata sio rada za kivita, au kushambulia hata ndege ambazo zinapaa angani. Hii jet inaweza ikafanya kila kitu. Hapa kitu kikubwa ambacho Russia wameamua kukionyesha ni integration ya hii jet na haya makombora ya kuharibu rada za adui. Sababu kama inavyojulikana, hizi jet za generation ya 5 zinatakiwa ziwe vizuri sana kwenye zile mission za SEAD pamoja na DEAD, yani suppression of enemy air defense, au zile mission za destruction of enemy air defense. Kwa hiyo ingekuwa ni ajabu sana kuona hii jet ya Su-57 haina uwezo. Sasa tukiangalia ndani zaidi, tunaona hii jet inatumia ile system ya UVKU au 50U au 50L catapult kudondoshea makombora. Yani hiki ni kifaa ambacho kazi yake ni kurusha makombora kama manati kuelekea chini, yani kuyasukuma haya makombora yaweze kushuka chini ndio yaweze kuwasha engine zake yaweze kwenda kwenye target yake. Sababu watu huwa wanadhani kwamba haya makombora huwa yanadondoshwa tu, yanaachiwa tu na hii jet, yanashuka chini na gravity alafu ndo anawasha engine zake kuelekea kwenye target yake. Hapana. Tunarudi pale kwenye ile concept ya aerodynamic. Kumbuka hii jet inavyopaa huwa inabadilisha kabisa interaction yake na hii hewa ambayo iko mbele yake. Sasa hii hewa ikishapita mbele ya hii jet na kuja kwa pembeni, inamaanisha kwamba ukiwa unadondosha hili kombora moja kwa moja likichanganyikana na hii hewa ambayo imebadilishwa property zake na hii jet kwa mbele, inamaanisha kwamba hili kombora litashuka chini, litaanza kupanda juu. Sasa likipanda juu huku meliachia lidondoke chini, likikutana na jet yako, inamaanisha jet yako itaharibika kabisa, au linaweza likalipuka na wewe mwenyewe kama rubani unaweza ukafa. Kwa hiyo ndio maana huwa kuna mifumo maalum ambayo kazi yake ni kusukuma haya makombora yaweze kushuka chini na kuweza kuchanganyikana na hewa nyingine kabisa ambayo ni tofauti na ile hewa ambayo imebadilishwa property yake na hii jet. Kwa hiyo kombora likishuka chini inamaanisha kwamba hili kombora litaweza kupaa hadi kwenye target yake bila kurudi kwenye jet. Naamini nikikwambia kwamba ajali za hivi zimetokea mara nyingi sana hadi maengineer wakaelewa hiki kitu hakiwezekani kabisa. Lazima kuwe kuna mfumo ambao utakuwa unapusha makombora yaweze kushuka chini ndio yaweze kuanza safari yake kuelekea kwenye target husika. Kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo ndio vinafanya jet kuitengeneza kuwa ni ngumu sana. Sasa hebu tuongee kwenye hii milango ya pembeni ya hii jet. Tunaona hii jet inabeba makombora mawili. Haya ni makombora masafa mafupi na ni kwa ajili ya kushambulia target za angani. Tunajua hii jet ya Su-57 inabeba makombora kama R-74 au R-74M2, na haya ni makombora ambayo yanatumia joto kufuata engine ya jet au engine ya drone ya adui na kuilipua. Na niseme tu mapema, sio drone au jet ya adui ambao haya makombora yanatakiwa kuilipua, yanaweza hata kulipua jet au drone ambao ni rafiki. Tuliona hiki kitu kikitokea, nadhani ilikuwa ni mwaka jana. Tuliona hii jet ya Su-57 ilitumwa kwenda kushambulia drone ya S-70 Okotenik, ambayo ni drone ya Russia wenyewe, na ilikuwa tu imegoma kupokea command. Ni kama ilikuwa imegoma kupokea order kutoka kwa wakubwa wake, kwa hiyo ikabidi itumwe hii jet ya Su-57 ili kuifundisha hii drone adabu, na kombora ambalo lilitumika kuifundisha hii drone adabu siku nyingine iweze kusikia order za wakubwa ni hili kombora la R-74. Kwa hiyo liliweza kutrack joto hii drone na kuweza kuilipua kabisa. Kitu mimi ambacho najiuliza ni kwa nini Warusi wasinge copy ile style ya jet ya China hii J-20 the Mighty Dragon, jinsi inavyo deploy haya makombora yake ya masafa mafupi. Yani inatoa haya makombora kwa nje, yanakaa hapo nje huku mlango wake ambao haya makombora yametokea unakuwa umejifunga. Sasa huu mlango kwenye hii jet unajifunga ili kutoharibu ile stress profile ya hii jet, yani kuifanya hii jet endelee kuwa ngumu sana kuonekana kwenye rada. Kikawaida ukiacha mlango huko wazi na maanisha kwamba itakuwa rahisi sana kuonekana kwenye rada. Kwa hiyo Wachina wameweza kudesign hii style kwamba haya makombora yanatoka yanakaa hapo nje huku hii jet inafunga mlango wake. Kwa hiyo ni amazing sana. Alafu kitu kingine tunajua kwamba haya makombora yanayotumia sensa za infrared, ni lazima hizi sensa ziweze kukusanya joto la kutosha la target yake ndio liweze kupadi kwenye target yake na kuilipua. Kwa hiyo huu ni muda ambao unatakiwa hizi sensa ziweze kuona target yake na kujua iko wapi ndio ziweze kufiatuliwa kwenda kwenye target yake.
Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukifungua mlango wa hili kombora kulitoa nje, huku mlango hauna uwezo wa kuufunga, inamaanisha kwamba hii jet ile stress profile itapotea kabisa, na makombora ya ulinzi wa anga itakuwa rahisi sana kukutarget, kitu ambacho tunakiona kwenye hii jet ya Su-57. Lakini pia hata F-35 na yenyewe ni hivyo hivyo. Inaonekana ni Wachina tu ndio walikuja na hii solution. Kwa hiyo tuwape kongole lao kwao. Kiswahili fasaha. Sasa hii style ya China ni amazing sana. Sasa unaweza ukaicheki video ya J-20 The Mighty Dragon, nitakuwa nimeiweka hapo, unaweza ukaicheki baadaye. Kwa hiyo niliweza kuongelea hivi vitu vyote ambao vipo kwenye hii jet ya J-20 The Mighty Dragon. Okay, asante sana kuangalia hii video. Okay, kuna kitu nilikuwa nimesahau. Kwa nini Russia wameamua kufungua milango ya hii jet sasa hivi? Mimi naamini ni kwa sababu Russia tayari hivi karibuni wataanza kudeliver hizi jet kwenye nchi ya Algeria ambao wamenunua hizi jet. Kwa hiyo Russia wasingefungua hii milango mapema, inamaanisha kwamba Algeria ndio wangekuwa wa kwanza kufungua hii milango na watu wote tungeona. Kwa hiyo ndio maana wao wameamua kufanya mapema kabla hiki kitu hakijatokea. Okay, usisahau kwamba namba zangu zipo kwenye description hapo. Usipotuma zawadi yako itabidi niende site tu kupiga kazi leo siku ya Christmas. Lakini ukituma zawadi yako, nitaenda kukula nyama choma na nitaenjoy Christmas mimi na wewe hata kama uko mbali. Kwa hiyo itakuwa ni amazing sana. Bye bye.